Bwana, kwa mujibu wa afisa habari wa Tabora United, Christina Mwagala anasema wao kazi yao ni kuigaragaza Yanga kwenye mchezo unaofuata. Na kama unakumbuka kwenye mechi ya duru la kwanza, Young Africans alipoteza pale kwenye uwanja wa Azam Complex, kitu ambacho kilipelekea Yanga wakahama mpaka na uwanja. Baada ya kile kipigo walihama kutoka Azam Complex na wakaenda KMC Complex pale, manake kipigo cha Tabora kiliwahamisha Yanga uwanja. Na this time around Tabora pia wana mpango wa kwenda pia kupata alama 3 dhidi ya Young Africans, kwa mujibu wa afisa habari wa Tabora United Christina Mwagala. Sio mimi ambaye nimesema hapo. Kwa sio tukano kanini, hapana. Mimi nazungumza kile ambacho nimekizungumza afisa habari, kwa sababu yeye ndio ambaye anakaa pia na timu kwa muda mrefu, lakini pia anajua maandalizi ambayo ameyafanya. So far kwa kile ambacho nazungumza kitu ambacho anaamini kwamba wana uwezo wa kwenda kukifanya kwa asilimia kubwa sana. Yeye anasema kwamba maandalizi yao yameenda vizuri na wamejiandaa vizuri sana. Kina Offense Kola, kina Heriti Makambo wako tayari kwa ajili ya mchezo dhidi ya Young Africans. Na huu ni mchezo ambao pia unaweza kwenda kuiondoa Yanga kwenye zile ndoto za kutoa taji msimu huu. Ni mchezo ambao unaweza kwenda kubeba hatima ya Young Africans kwa msimu huu kwenye ligi kuu, watapata matokeo aina gani. Ukumbuke ile kuna tofauti ya alama 1 kati ya Simba na Young Africans. Maana yake ni kwamba kama ikitokea Yanga akapoteza mchezo na Simba akashinda mechi yake nyingine ambayo atacheza, maana yake Simba anaenda kuongoza ligi. Kama itatokea labda akapata sare na Simba akashinda, bado Simba anaenda kuongoza ligi. Kwa mazingira ya aina yoyote ambayo yatatokea kwenye mchezo dhidi ya Tabora ambayo sio ya Yanga kushinda mechi, ina maana itatengeneza mazingira magumu zaidi kwa Yanga, lakini itatengeneza mazingira mazuri zaidi kwa Simba. Na of course Tabora tunawajua wanapokuwa pia nyumbani na jinsi ambavyo wamekuwa na msimu bora msimu huu, kuna possibility kubwa kule wakaenda kuisimamisha Young Africans bila watu kujua. Yaani tuombe au mashabiki wa Yanga, sio mimi niombe, mashabiki wa Yanga muombe tu hiyo siku Tabora wasiamke vizuri, kwa sababu walishinda mchezo wa kwanza. Manake kisaikolojia wachezaji wanakuwa wako fresh zaidi kucheza, yani wanaamini kwamba pia kile ambacho kilitokea kwenye duru la kwanza kina uwezo pia kwenda kutokea. Na hii nakwambia mara nyingi sana timu nyingi kubwa ambazo zimefungwa kwenye mechi ya duru la kwanza kwa kwenye duru la pili hawajapata matokeo ya ushindi. Utakuta labda ni matokeo ya sare, na ni mara chache unakuta hizo timu zinashinda. Yani mara nyingi inakuwa ni matokeo ya sare. Kwa Yanga walipoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Tabora. Na ukiangalia kwenye huu mchezo wa pili, kisaikolojia wachezaji wa Tabora wako vizuri. Hakuna tatizo lolote ambalo linaweza kuwaface kisaikolojia. Maana yake wako tayari kwa ajili ya mchezo. Wanaamini kwamba kile ambacho kilitokea kwenye duru la kwanza kinaweza pia kwenda kutokea kwenye duru la pili. Kwa hiyo maandalizi yao hayawezi kuwa ya kitoto. Lazima maandalizi yao yatakuwa ni makubwa. Ina maana Yanga pia possibility ya kwenda kupata sare ni kubwa, au pia kwenda kupoteza pia ipo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ni mechi ambayo ni ngumu kwa Yanga, lakini pia ni mechi ambayo ni ngumu kwa Tabora United. So kwa Young Africans wao ndio wako kwenye pressure zaidi kuliko Tabora, na Yanga kwenye pressure zaidi kwa sababu kwanza wanaongoza ligi kwa tofauti ya alama 1. Ina maana wanachokiwaza kwanza ni kwamba ikitokea amepoteza mchezo au ampata sare, ina maana Simba atakuja kukaa juu ya msimamo, kitu ambacho sidhani kama kuna kiongozi wa Yanga au mchezaji wa Yanga ambaye anaweza kupendezwa na hicho kitu. Naamini wote wanatamani kuona Yanga bado inaongoza ligi, na maana hiyo itaweka kwenye pressure kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia pressure nyingine ni pressure kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Tabora. Baada ya kufunga mechi dhidi ya Tabora, ile ilitengeneza mabadiliko fulani kwenye dressing room, kwamba wachezaji kuanza kufikiria zaidi mchezo dhidi ya Tabora, kwa maana tension itakuwepo. Sasa timu ikishakuwa iko kwenye tension fulani au kwenye pressure fulani, inaweza kupelekea hata ufanisi kwenye baadhi ya matukio kuwa mdogo. So kwa Yanga jinsi ambavyo inauelekea mchezo dhidi ya Tabora, kisaikolojia inaweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine kama watauwaza zaidi wa mchezo, kwa sababu walipoteza kwenye mchezo wa duru la kwanza. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mazingira tu ya nje ya ndani ya uwanja, bado kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa ni surprise kwenye mchezo, lakini kwa mazingira yale ya nje ya uwanja, kwa maana kisaikolojia na nini, kuna vitu ambavyo tayari Tabora United yamefanikiwa zaidi kuliko Yanga, kwa maana ya hawapo kwenye pressure kubwa. Wao Tabora hapo kwenye pressure ina yoyote, kwa sababu wapo nafasi za chini, yani wanapigania zaidi kuingia kwenye nafasi ya 3 au ya 4, lakini hawagombani ubingwa. Ina maana washinde wapoteze, kwao hakuna athiriko lolote ambalo wanakutana nalo, kwa sababu pia kwa alama walizonazo Tabora ni ngumu kushuka daraja.
So uhakika wa kubaki ligi kwa msimu wa kubakia kwenye ligi kwa msimu ujao upo. Ina maana tunataka kufanya ni kwenda kuwashangaza watu au kuwapa burudani watu wa Tabora. Na ukumbuke mchezo wanacheza wakiwa nyumbani na uwanja wa Hassan Mwinyi umefunguliwa na wa Tabora atacheza mechi wakiwa nyumbani kwao pale. Kwa hiyo pia inaenda kuongeza ugumu kwa namna moja ama nyingine. Kwa ambacho mimi nakitazama kwenye huu mchezo, Yanga kama club wanapaswa kutengeneza mazingira mazuri ya kuandaa wachezaji kisaikolojia, lakini pia benchi la ufundi linapaswa kujua nini ambacho waenda kufanya mapema zaidi ili kuwapa wachezaji mpango mzuri, kwa sababu Hamdi Mludi ni kocha mpya, hajaanza kucheza mechi nyingi za ugenini, hajui changamoto za viwanja vyetu vya ugenini jinsi zilivyo, lakini pia hajui Tabora. Kwa hiyo inabidi apate muda mwingi wa kujua Tabora ili atakapofika kwenye huo mchezo walau wawe na uwezo wa kuwapa wachezaji wake ABC ya nini ambacho wanatakiwa kwenda kukifanya. Na kama watafanya vizuri, maana yake kuna uwezekano mkubwa Yanga wakaendelea kuwa kwenye ile nafasi ya kupigania ubingwa, lakini kama watajiandaa vizuri watapoteza mchezo, maana yake wanajua kwenye mazingira magumu zaidi ya wao kwenda kushinda hiyo mechi. So kwangu mimi naamini kwamba kuna kazi kubwa sana ambayo Tabora kama club wanatakiwa kufanya, lakini pia Yanga kama club nao pia wanatakiwa kufanya kwa kwamba wanapata alama 3. Ni mechi ngumu sana, tusubiri tuone nini ambacho kitatokea. Mimi ni Alex Ngereza, ni follow Instagram, natumia Alex Ngereza, TikTok ni Alex Ngereza, lakini pia Twitter na Thread kote utanipata kwa jina hilo hilo la Alex Ngereza.